Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, tukujuze mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni taarifa iliyotolewa na uangalizi wa kimataifa wa masuala ya nyuklia wakisema hakuna uthibitisho kwamba Iran inafanyia kazi bomu la nyuklia. Taarifa ya mkuu wa IAEA Rafael Grossi inakanusha madai yaliyotolewa na Israel na rais wa Marekani Donald Trump, akisema hakuna uthibitisho kwamba Iran inafanya kazi kwenye bomu la nyuklia. Wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA haujapata ushahidi wowote kwamba Iran imefanya juhudi za kimfumo kutengeneza silaha za nyuklia, kulingana na mkuu huyo wa shirika hilo Rafael Grossi. Israel ilianza kuishambulia Iran kwa mabomu siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita, ikisisitiza kuwa nchi hiyo iko kwenye ukingo wa kutengeneza bomu la nyuklia. Pande hizo zimekuwa zikibadilishana makombora ya kulipizana kisasi tangu wakati huo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumanne ya wiki hii kwamba anaamini Tehran imekaribia sana kupata silaha za nyuklia, kinyume na taarifa za mapema kutoka kwa mkurugenzi wake wa ujasusi Tulsi Gabbard, ambaye alisema kuwa Iran haihitaji silaha za nyuklia. Mamlaka za Iran zinasisitiza kwamba mpango wao wa nyuklia ni mpango wa amani tu na kwamba wana kila haki ya kufuata. Katika mahojiano na Christine Amanpour wa CNN siku ya Jumanne, Grossi alisema kuwa kwa sasa kuna ushindani huu kuhusu nani asiye sahihi au alikuwa sahihi kuhusu wakati ambao ungehitaji kwa Iran kuzalisha bomu la nyuklia. Hakika haikuwa ya kesho, labda sio suala la miaka, alibainisha, lakini kimsingi hakuna silaha ya nyuklia ambayo imezalishwa nchini Iran. Tunachokuambia ndicho ambacho tumeweza kuthibitisha. Nyenzo zipo. Kumekuwa na katika siku za nyuma baadhi ya shughuli zinazohusiana na maendeleo ya silaha za nyuklia, lakini hatukuwa na wakati huu vipengele hivi, Grossi alisema. Siku moja kabla ya shambulio la awali la Israel dhidi ya Iran, IAEA ilipitisha azimio kutangaza kwamba Tehran haizingatii wajibu wake kuhusu kutengeneza silaha za nyuklia. Miongoni mwa mambo mengine, shirika hilo lilibainisha kuwa Iran mara kwa mara haikuweza kuthibitisha kwamba nyenzo zake za nyuklia hazikuwa zikielekezwa kwa kurutubisha zaidi kwa matumizi ya kijeshi. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazim Gharibabad alisema mwishoni mwa juma lililopita kwamba Tehran itapunguza ushirikiano wake na IAEA kutokana na shirika hilo kusitasita kulani mashambulizi ya Israel kwenye maeneo ya nchi hiyo ya nyuklia. Mwenendo wa shirika la Umoja wa Mataifa hauna maana, alisema. Wa-Iran wanaweza kuwa na uranium iliyorutubishwa vya kutosha, lakini ili kuigeuza kuwa silaha ya nyuklia, teknolojia na majaribio ya kina pia inahitajika, mkuu wa IAEA alieleza. Licha ya kukagua maeneo ya nyuklia ya Iran kwa zaidi ya miongo miwili, shirika la uangalizi wa Umoja wa Mataifa halikuwa na uthibitisho wowote wa jitihada za uratibu wa kuingia katika silaha za nyuklia kwa upande wa Iran, alisema. Mtazamaji wa The World News, hizo ndizo tulizokuwa nazo wakati huu. Miongoni mwa habari ambazo zinajiri ni kwamba IAEA, wakala wa kimataifa wa masuala ya nyuklia, wamethibitisha sasa kwamba Iran haikuwa na bomu la nyuklia na haikuwa na nyenzo ya kutengeneza bomu hilo la nyuklia. Sasa kinachoendelea ni kwamba Israel imeingia kuivamia Iran kimakosa na Marekani imekuja kutoa uthibitisho usiokuwa na ukweli kwamba Iran ina silaha za nyuklia, lakini inawezekana ni mpango ambao ulipangwa kati ya Marekani pamoja na Israel katika kuhakikisha wanafanya uharibifu katika vinu vya nyuklia vya Iran, wakiona kwamba pengine siku za mbeleni Iran ingeweza kuja kutengeneza kombora la nyuklia. Mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo, ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kupata habari hizi kwa mapana zaidi kupitia The World News.